Mzigo leo unaanza na marafiki watatu. Huyu jamaa wa katikati anaitwa Togari. Alikuwa anaeleza kuhusiana na kutoweka kwa rafiki yao anaitwa Sugi. Hawa wote ni wafanyakazi wa kiwanda cha chai. Anasema kwamba Sugi alipokuwa anatoka nyumbani wakati wa machweo alimuona Madam Ayu akiwa amevalia gauni jekundu. Sasa huyu Ayu ni kifupisho cha jina Rahayu. Anasema kwamba alimuona akiwa amevaa gauni jekundu kwenye shamba la chai, akawa anamsogelea, lakini ghafla akawa ametoweka tu. Sasa huyu anayesikiliza kwa umakini sana, huyu jamaa anaitwa Moni, ni mwoga kinyama, lakini anapenda sana stori za kutisha. Huyu jamaa mwingine ambaye hana time kabisa na wao anaitwa Jaru. Yaani yeye hizi stori alikuwa anazipuuza kabisa. Moni akawa anahitaji aendelee kusimuliwa nini kilichomkuta zaidi rafiki yao Sugi mpaka kupelekea kifo chake. Tagoli akaeleza kwamba baada ya Sugi kuto kumuona tena Madam Ayu, akaanza kusikia kuna wimbo Weeping Lover, wimbo ulioimbwa na Siti. Baada ya kusikia wimbo huo, Sugi alipatwa na kiwewe, akapiga kelele, samahani Madam Ayu, samahani Madam Ayu. Sasa muda huo hao wote wanaongea, kuna mfanyakazi mmoja huko ndani. Jaru alikuwa anasikiliza tu na anaona kama anapigiwa kelele kabisa, akawa mwatimua waondoke hapa, yeye anahitaji kulala. Huyu jamaa yeye ni bubu. Sasa siku hii Jaru ilikuwa ndo zamu yake kulinda. Kwa hiyo akawa ameamua kuondoka hapo ili kwenda kutimiza jukumu lake kama kawaida. Sasa mshikaji alikuwa busy kusikiliza mziki kwenye redio huku anakunywa zake pombe kwa mbali. Muda kidogo taa za kwenye hichi kiwanda zikawa zinazima na kuwaka. Mara moja kuna kivuli kikuwa kimeonekana hapo ukutani na sauti za ajabu zikawa zimesikika. Jaru akaamka. Sasa upande wa Jaru akasikia sauti kweli, akawa amezima redio, akawasha tochi, akaona paka. Jaru akawa amepuuza, akaamua kuendelea kusikiliza mziki. Muda mfupi baadaye taa zikaanza kuzima na kuwaka huku wimbo wa Weeping Lover uko unasikika. Ghafla Jaru akasikia Jaru. Mshikaji akaamka kwa hofu. Pembeni akaona kichwa cha Madam Ayu kikiwa kinaelea hewani. Alipojaribu kukimbia, kamba ikuwa imemfunga shingoni na ikawa imemning'iniza juu. Jamaa akawa amefariki hapo hapo. Stori ikaenda mpaka miezi mitatu baadaye. Tunamfahamu kijana mmoja, huyu ni binti anaitwa Rara. Huyu dada yuko bize kinoma. Hapa ndo kwanza ametoka vacation huko na mme wake. Mme wake ndo huyu wa pembeni anaitwa Sultani. Jamaa yuko kimya kinoma, haongei. Hili gari wanaongea driver pamoja na Rara. Driver wa Rara anaitwa Joko. Joko akamwambia kwamba tangu umefika tu kwenye huu mji umepata mvua. Hii imekuwa kama neema kwa sababu hatujawahi kupata mvua kwa muda mrefu. Hii ni baraka. Sasa upande wa Sultani yeye yuko busy tu kuangalia mandhari kwa nje. Kwa mbali akaona kiumbe Madam Ayu, lakini mshikaji hakusema neno lolote. Sasa huyu binti ndiye msimamizi wa hiki kiwanda. Rara akieleza kuwa anahitaji kukagua kila kitu. Baada ya kuwa mbali kwa muda mrefu, Joko akampeleka Rara kiwandani, huku akienda kukutana na meneja anaitwa Rohim. Akampa ripoti za kushuka kwa uzalishaji kutokana na mavuno mabaya. Hii inasababishwa na hali ya hewa mbaya. Akasema kwamba kwa miaka 20 amekuwa akifanya kazi kwenye hili eneo, hawajawahi kabisa kukutana na hali mbaya kama hiyo, na hakuna mtu yoyote anayejua namna ya kudhibiti hali ya hewa. Jioni wafanyakazi wako wanapiga stori, wanaulizana, je, Rara ameambiwa kuhusiana na wafanyakazi kufariki kwenye hichi kiwanda? Wakawa wamemtuma Togari aende kumuuliza Joko kama kweli amekwisha kumwambia hilo jambo. Jamaa kweli akawa amejitosa, akaenda kumuuliza, na jamaa akaenda kuuliza kwa sababu hata yeye ana marafiki zake ambao ni wawili mpaka sasa wamekwisha kufariki, Sugi pamoja na Jaru. Sasa baada ya kuuliza hayo maswali hakupokea kabisa ushirikiano kwa bwana Joko. Akamwambia kwamba wewe kaa mbali na hizi habari, unataka kufukuzwa kazi. Tagoli akazungumza tu juu ya hofu ya wafanyakazi kuhusiana na matukio ya ajabu yanayoendelea kutokea humu ndani. Mtu anayesababisha haya mambo wote wanamtaja Madam Ayu, na Madam Ayu katoweka kwenye hichi kiwanda. Hakuna mtu wa aina yoyote anajua yule mama kaendaga wapi. Lakini Joko akakataa kabisa hayo madai, akisema kwamba Madam Ayu alienda Uholanzi. Angalia mdomo wako, acha umbea kabisa, ondoka hapa. Wakati huo huo Sultani akamwambia Rara mke wake kwamba sielewi ni kwa nini wewe unabaki kuwa mtulivu tu, unajionyesha kama hakuna chochote kibaya kinachoendelea hapa, na wakati mimi tangu nimefika hapa nimeanza kuona vitu vya ajabu kabisa ndani hapa. Rara akawa amepuuza, akamwambia kwamba hayo ni mwanzo tu, pengine umechoka, kichwa chako kinahitaji kupumzika. Akamsogelea, akamkumbusha kuwa wanatakiwa kuanza maisha mapya kwa pamoja, waache kabisa haya mambo mengine ya kuchoshana akili. Usiku ulipolala, taa za nyumba zilikuwa zimezimika. Sauti ya kunong'oneza ikawa imesikika ikitaja Trinili. Rara akaanza kupata tabu, anahema kwa shida. Mume wake akaamua kuamka, akajaribu kuomba msaada kutoka kwa Joko kwa sababu Joko mara nyingi anakuwa karibu hapa.
hapa. Joko kweli alikuwa amefika hapo baada ya kuwa amemaliza swala yake kuja kutoa msaada, akawa amepiga dua, akawa amemtuliza binti Rara. Binti mwenyewe anakuja kushangaa, anauliza nini kilichotokea? We Joko, umefuata nini chumbani kwangu? Ondoka hapa. Mme akawa anashangaa tu, akamgeukia mme wake, akamgeuzea kibao, kwa nini unaingiza watu chumbani kwangu? Sitaki kabisa kuingiza watu chumbani kwangu. Asubuhi iliyofuata Sultani akamwomba radhi Joko kwa kile kilichotokea hapa. Sasa wakati wanazungumza hapa, kuna jamaa pembeni hapa, Jaro, huyu ndo bubu. Mara nyingi haya matukio ya kupata umbea yanamkuta tu sehemu, yeye anakuwa ana mambo yake, lakini anasikia vitu vya watu. Sultani alikuwa amekumbuka maneno ya Joko kuhusiana na mvua, ikabidi kumuuliza kwa sababu baada ya Rara kurudi hapa mjini inaonekana kulinyesha mvua. Hii ina maana gani? Joko akaeleza kwamba mvua inaweza kunyesha pale mtu anapofika sehemu fulani, hii ikiwa ni ishara ya kwamba ni neema ama ni bahati. Sultani akasema kwamba wakati alipokuwa vacation pamoja na mke wake kila kitu kilikuwa sawa na alikuwa analala vizuri, lakini tangu amerudi hapa nyumbani usingizi ni wa kulenga na manati. Jamaa akaanza kuwaza pengine kwenye hii nyumba kuna kitu kibaya kinaiandama, lakini Joko akamkumbusha tu kwamba hii nyumba ndo urithi wa Rara, hakuna kitu chochote kibaya ambacho kinaweza kikawakosesha amani. Usiku mwingine Sultani akiwa bize kusoma kitabu, frequency za redio kuna wimbo alikuwa anasikiliza zikawa zimebadilishwa, ukawekwa wimbo mwingine. Kijana akienda kubadilisha chaneli kwa imejirudisha tena katika wimbo ule ule. Mshikaji akaamua kuzima redio ikawa imewaka yenyewe, akaona isiwe shida, akachomoa kabisa nyaya ya umeme ili redio izime, lakini redio ikawa imewaka tena na sauti inasikika inacheka hapo. Akawa amekimbia chumbani kwake, lakini akamkuta Rara anapiga kelele huku akielekeza kidole chake dirishani. Alipotazama hapo, Sultani akaona kiumbe cha ajabu. Sultani akikimbia nje akiita msaada, Joko, Joko nisaidie. Mzee akawa amefika hapo, mlango uko umejifunga wenyewe, umeme shui. Ukiwa na hofu wakaingia ndani. Joko akaanza kusoma dua, Rara alikuwa hewani anaelea. Joko akaanza kuomba, baada ya muda taa zikawaka kama kawaida. Rara akamuona tena Joko chumbani kwake. Wewe tena unafuata nini chumbani kwangu? Si nimekataa, toka hapa, toka. Kabla hajaondoka Joko akamwambia kwamba jitahidi sana kabla hujalala sali kwanza. Akamgeukia mme wake akamwashia maneno hayo, kwa nini unaleta watu wa ajabu chumbani kwangu? Kuanzia leo hakuna mtu wa aina yoyote kuingia hapa ndani bila ruhusa yangu. Asubuhi iliyofuata Sultani akaona kwenye gazeti habari kuhusiana na mtu mmoja ambaye anatoa mapepo. Huyu jamaa anaitwa Yusufu. Akaamua kwenda moja kwa moja katika hospitali ambapo Yusufu alikuwa anapatikana. Alipofika hapo akashuhudia msichana mmoja ambaye alikuwa anakimbia yuko biza anapiga mayowe. Huyu binti alikuwa amepagawa na mapepo. Wauguzi wakajaribu kumdhibiti, lakini ghafla akawa amepagawa kabisa na mapepo. Yusufu akawa amemsogelea hapo kwa utulivu, akaanza kusoma dua. Baada ya muda wale mapepo wakawa wamemwacha binti huyo. Baadaye Sultani ikabidi kujitambulisha kwa Yusufu, akamkumbusha kwamba wamesoma wote sekondari nchini Marasi ya huko. Yusufu akampeleka ofisini kwake, wakaanza kuzungumza, wakapiga stori mbili tatu. Sultani akaeleza kwamba amehamia hapa mjini baada ya kuwa amepata kazi ya uuguzi. Akamuuliza kuhusiana na tukio lililotokea hapo nje. Yusufu akawa ameeleza kwamba yule msichana alikuwa amepagawa na mapepo, lakini pia akawa amefafanua kwamba yeye bado ni daktari tu, ni mtu ambaye anadili na akili ya binadamu, lakini anapenda sana kuhusiana na uchunguzi wa mambo ya kiroho. Ndiyo sababu ya yeye kuhudumu katika nafasi hii ya kutoa mapepo pia. Sultani akawa amemuomba Yusufu anahitaji msaada kwa sababu mke wake amekuwa akisumbuliwa na hali kama hiyo. Siku iliyofuata Yusufu ikabidi kwenda kumtembelea Sultani nyumbani kwake. Baada ya kufika huko akapewa maji na akawa ameweka kitu ndani yake, akawa amesoma dua, kisha akamwambia kwamba haya maji inabidi uyaache hapa siku nzima, kesho yake yatazame. Kama maji yatakuwa safi basi hakuna kitu chochote, kama maji haya yatakuwa yamebadilika rangi na kuwa meusi, wewe pamoja na mke wako mko hatarini. Muda huo huo Rara akawa ameingia hapo, acheki na mtu yote, akauliza nini kinachoendelea hapa? Wewe ni nani? Ondoka hapa, hataki kabisa wageni huyu binti ndani kwake. Mida ya usiku mwanamama Rara akawa anahitaji kupata majibu, kwa nini Sultani analeta wageni hapa nyumbani bila ruhusa yake. Jamaa akawa ameeleza kwamba nilimleta Yusufu kwa ajili yako ili kukusaidia kulingana na hali ambayo inakukuta. Rara akasema kwamba mbona mimi niko sawa tu, hutakiwi kuwa na mashaka yoyote kwa ajili yangu. Kwa nini unaogopa kiasi hicho? Umekuwa ukileta watu wa hovyo ndani kwetu mpaka chumbani kwangu. Hii nyumba haina mizimu. Taa zikazimika pakawa giza. Rara akamwagiza mume wake kaleta kibiriti huko ndani. Kiduma akawa ameondoka hapa. Sasa huyo binti bwana na kauli kubwa sana kwa huyo mwanaume, kuna nini hapa kinajificha jamani? Muda wanawasha mishumaa, upepo unapuliza, mshumaa unazima, madirisha yakawa yamefunguka. Rara akachukua kile kibiriti ili awashe yeye mwenyewe. Akaona kichwa cha Madam Ayu kiko hapo juu ya meza kikisema Trinly. Tangu siku hiyo hali ya mume wake Rara ikawa mbaya sana. Rara ikabidi kumpigia simu Yusufu ili aje hapa kwa ajili ya kumwangalia Sultani. Yusufu alipofika hapa kumuona Sultani, Sultani akamwambia kwamba amerudi. Yusufu ikabidi kumuuliza amerudi nani? Sultani akasema kwamba kichwa cha mzimu kinachoelea hewani. Yusufu alipoenda kuangalia ile maji yake leo
aliyoyaacha hapa ndani yamekuwa meusi kabisa. Hii ni ishara hatari. Lala akasema kwamba chochote kile kinachoendelea hapa, hakikisha unaondoa kila kitu ndani hapa mara moja. Yusufu akasema kwamba kabla sijafanya kazi ni lazima nipate ushahidi wa kutosha kwanza, lakini ninahitaji kuzungumza na wewe. Lala akawa amekataa kabisa, akasema kwamba hicho kitu sicho nilichokuitia hapa, ondoa mapepo, pita kushoto. Yusufu baada ya muda akaamua kwenda kuchunguza historia ya hii familia. Ni familia ya bwana mkubwa anaitwa William Saunders. Akagundua kwamba mama yake Rara anaitwa Rahayu, ndo huyo wanayemuita Madam Ayu, yaani yule kiumbe ambaye wanamuita Madam Ayu ni mama yake Rara. Alitoweka tu kwa njia ya ajabu muda mfupi tu baada ya kifo cha mume wake William Saunders. Kadiri alivyoendelea kuchunguza, Yusufu akagundua kwamba hadithi ya kiumbe kichwa kinachotembea, kichwa mjongeo aka Kuyang, inaelezwa kwamba kulingana na kitabu cha Ulimwengu wa Roho, Kuyang ni binadamu waliotumia uchawi mweusi kutafuta maisha ya umilele, lakini akageuzwa kuwa mzimu. Kichwa mjongeo kinachoelea hewani mara nyingi huwa kinawinda watoto waliozaliwa ama ambao bado ni wachanga. Pia mizimu hiyo mpaka kuonekana kwa wanadamu muda mwingine huwa inahitaji miili yao ya zamani ambayo imetenganishwa na kichwa chake. Sasa baada ya kupata huu ukweli, pendekezo likawa ni kwamba wauite mzimu ili wauulize zaidi nini kinachoendelea kabla hawajafanya zoezi la kuondoa mizimu ndani ya nyumba hii. Rara akawa amekataa kabisa hiyo story, anasema kwamba hilo jambo halina maana ya aina yoyote. Yaani Yusufu anachotakiwa kufanya hapa kwa mujibu wa Rara ni kuondoa mapepo tu, asirefushe kabisa hii mada. Sasa huko ndani ni hofu tu imetanda. Yusufu akasema kwamba ana njaa. Hasa huyu msosi hapa mbele yake, kabla hajafunua, sultani alikuwa amekataa asifunue kwa sababu wanaogopa wanaweza kufunua hapa wakakutana na kichwa cha Madamu Ayu, lakini Yusufu akawa amefunua tu, kuna msosi tu wa kutosha hapa. Palivyokucha, Yusufu akawa amepelekwa katika ofisi ya baba yake Rara. Huku ndiko atakuwa anafanyia kazi yake kwa sababu hii ofisi ilikuwa itumiki kwa muda mrefu. Kwa hiyo anaweza kukaa hapa kadiri anavyoendelea kufanya zoezi yake la kuondoa mapepo kwenye hiyo nyumba. Yusufu akawa ameuliza dereva wa Rara kuhusiana na Ayu. Dereva akasema kwamba kulingana na magazeti alipata taarifa kwamba alienda nchi za nje, lakini ukweli ni kwamba hakuna mtu wa aina yoyote anajua kuhusiana na mama yake Rara, yani Madamu Ayu alienda wapi. Usiku Yusufu akaamua kuita mzimu wa Madamu Ayu. Ibada imekolea kabisa, kila kitu kinaenda kujipa. Rara akawa amemkatisha akasema kwamba una kichaa, kazi yako wewe sio kuita mzimu, ni kufukuza mizimu. Yusufu akasema kwamba jamani, huu mzimu mpaka uje kuinda hii nyumba ni lazima una ujumbe, lakini binti akagoma kabisa, hakuna kuita huo mzimu hapa, wewe ufukuza tu mzimu. Mara mlangoni pakasikika hodi. Yusufu akaenda kufungua, hakuna mtu yoyote hapo. Taa zikazimika na kuwaka kama kawaida. Madamu Ayu aka kichwa mjongeo, kichwa droni Kayung akawa ameingia ndani hapo, anasema neno moja tu, Trinly. Sasa hili neno sio neno tu, bali ni jina. Ni jina ambalo anaitwa Rara. Rara kwa nini anaitwa Trinly? Tutajua huko mbele kwa mbele. Anamuita huyu binti Trinly, nirudishie mwili wangu. Yusufu akawa ameingilia kati. We, kile kichwa kwa amemrusha pembeni huko. Rara akaona isiwe shida, akakimbia. Kichwa kinamfuata tu, nirudishie mwili wangu, nirudishie mwili wangu. Kinacheko hilo, Yusufu akafanyikiwa kukibeba kile kichwa na akakitoa nje, akakirusha huko. Rudi duniani kwako, kiko kimetoweka. Sasa baada ya hili jambo, Yusufu akaanza kuhisi kabisa hapa kuna kitu anafichwa na hii familia. Akaamua kwenda katika chumba cha baba yake Rara. Sasa kwenye kutazama, anashangaa anaona picha pamoja na magazeti mengi sana, lakini hakupata picha hata moja ya misi ama mama yake Rara, yani Rahayu. Akawa amepata kuna kitabu kimoja. Baada ya kukishika, picha moja ikiwa imeanguka chini. Alivyochukua ile picha, nyuma yake kulikuwa kuna maneno ya maandiko kwamba mimi ni Trinly. Wakati huo huo, kiti cha kucheza kikaanza kunesanesa chenyewe. Yusufu alipogeuka, kile kiti kiko kimetulia. Hii ikaanza kumpa mashaka sana. Kama Trinly ni Rara, Ayu alipotea ama aliuawa? Hili ni swali ambalo halikuwa na majibu kabisa. Baada ya muda, Rara akawa ameingia katika chumba hicho na akawa amegundua kabisa hapa kuna mtu atakuwa aliingia hapa ndani kuchunguza. Sasa twende kiwandani huko kwa wafanyakazi. Mwanetu Moni yuko zake bize, wanapiga stori na wafanyakazi wengine. Kuna mfanyakazi mmoja akawa ameingia hapa, anamuulizia Togali. Mshikaji anasema kwamba hajamuona kwa sasa, ni siku ya pili na sio kawaida yake kabisa. Mmoja akasema kwamba pengine au mshikaji atakuwa amejiua, lakini hawezi kabisa kujiua, pengine ameacha kazi, lakini lazima angewaambia tu, asingeondoka kimya. Sasa wakiwa hapo wakasikia kuna kelele upande wa pili, wakajua kabisa pengine ni panya. Lakini mwingine akasema kwamba yawezekana Tagoli ndio yuko huko kalala. Mshikaji baada ya kwenda kuangalia huko, uko umekuta mwili wa Tagoli
wake amening'inia juu, amekwisha kufa. Sasa hili liko limewatisha sana wafanyakazi, kwa sababu haya matukio ya wafanyakazi kufa yameendelea kuongezeka kadiri siku zinavyozidi kwenda. Wafanyakazi baada ya kuwa wamejikusanya wakaamua kuondoka kabisa, ni hatari kwao. Joko akawa amefika hapo na kuwatuliza wasiondoke, kiwanda bado kinawategemea. Mono akasema kwamba hapana, hili eneo linaonekana ni eneo la laana, sisi hatuko tayari kabisa kufa hapa. Wafanyakazi wakawa wameunga mkono hoja, wakaamua kuondoka kabisa. Joko ana wasiwasi kwa sababu hili jambo linaweza kumletea shida, kwa sababu hakuna kifo hata kimoja cha mfanyakazi ambacho kimewasilishwa kwa bosi mkubwa, yani Rara. Kwa sababu wafanyakazi wameondoka kwenye hichi kiwanda kimepoa. Rara aliwawashia moto viongozi wake wote, hususan Rohim pamoja na Joko. Rohimu akasema kwamba hawakumjuza kuhusiana na vifo vya wafanyakazi kwa sababu walihofia kumtia wasiwasi yeye pamoja na mme wake. Na sio kwamba tu hawajajulishwa wao viongozi wao, hata polisi hawajui chochote kinachoendelea. Yaani hili jambo limefanywa kuwa siri. Watu pekee ambao walikuwa wanajua kuhusiana na hili jambo ni familia za marehemu. Sasa Rara baada ya kusikiliza maelezo haya akajua kabisa ni maelezo ambayo yako kwa ajili ya kukilinda kiwanda pamoja na uongozi wa kiwanda. Hivyo hata yeye mwenyewe akasema kwamba hili jambo lifanywe kuwa siri, mtu yoyote asijue, hata polisi wenyewe. Rara akamfuata Yusufu akaenda kumuuliza, wewe kwa nini ujifanye FBI? Yaani kwa nini uingie katika chumba cha baba yangu kwa ajili ya kunichunguza? Mshikaji akasema kwamba mimi ninaamini kabisa kuna jambo ambalo wewe unanificha. Baada ya baba yako kufariki, mama yako tu na yeye alitoweka tu bila maelezo ya aina yoyote. Mlipofika hapa tu mme wako ameanza kusumbuliwa na mzimu wa mama yako. Hii inaonyesha kuna kitu haujaniambia. Sasa wakati wanazungumza hivi, mme wake Rara akaanza kukoa. Hivyo Yusufu akaamua kuendelea kuzungumza kuhusiana na hili jambo, kwa sababu mke na mme ilibidi waondoke kutoka eneo hilo. Usiku huo Yusufu akaamua tena kuita ule mzimu wa Madam Ayu ili auulize vizuri. Taa zilikuwa zimezimika, mapicha kama kawaida. Kwenye kioo akaonekana mwanamke mmoja mzee amesimama mbele yake huku anaimba. Yusufu alipogeuka nyuma akamkuta Jaro amesimama hapo. Jaro akamchukua Yusufu akampeleka moja kwa moja mpaka sehemu ambapo Yusufu akaenda kukutana na mwanamke ambaye alimuona kwenye kioo. Baada ya yeye Yusufu kuondoka kwenye nyumba ya kina Sultani kule, Sultani aliingia katika chumba cha Yusufu na akawa amegundua kwamba Yusufu anafanya uchunguzi sana kuhusiana na hii familia. Je, ni nini anachohitaji kujua? Hii itunze ni kwa nini nimeamua kukurudisha kwa Sultani. Huyu mwanamama mzee yeye akasema kwamba asante kwa ujio wako hapa, nimekuwa nikikusubiri kwa muda mrefu sana. Huyu mama akawa amejitambulisha kwa jina la Widow, yeye ni mjane, akieleza kwamba yeye ni ndugu wa karibu sana na mwanamama Rahayu. Akamwambia Yusufu kwamba wewe bosi wako Rara amekuahidi pesa nyingi sana kwa ajili ya kumsaidia yeye, mbona kama unataka kumsaliti na unataka kumsaidia Rahayu tena? Yusufu akasema kwamba ili kutatua jambo sio mbaya kujua chanzo chake ni nini. Widow akasema kwamba kumwondoa Rahayu sio suluhisho, bali unapaswa kufanya kinyume chake. Widow akaeleza kwamba yeye ni mama yake mzazi na mwana mama Rahayu, yaani maana yake huyu ni bibi yake Rara. Akieleza kwamba Rahayu alizaliwa siku ya Ijumaa ya Kirom na alikuwa ni mtoto wa tofauti kidogo na watoto wengine. Tangu alipokuwa mtoto, Rahayu aliwahi kuota kuwa ni mwanamke tajiri sana na aliolewa na mwanaume ambaye mwenye pesa nyingi. Hivyo baada ya yeye kukua na kupevuka, aliamua kwenda kwa mganga maarufu sana ili kutimiza ndoto zake. Kweli mganga huyo alimfanyia tambiko la uchawi mweusi, akamlazimisha kunywa damu ya kuku aliyekuwa ametolewa kama kafara. Tangu siku hiyo Rahayu aliuza nafsi yake kwa shetani, na tangu siku hiyo alikuwa akipita mbele ya watu, alikuwa ni kivutio, alionekana pisi ya kwenda. Kila mmoja alikuwa anatamani kusogea karibu na huyu binti. Uzuri wake uliongezeka zaidi, na siku alipokutana na bwana mkubwa anaitwa William Saunders, alivutiwa sana na huu uzuri wa huyu binti. Ndoto yake huyu mwanamama ikawa imetimia, akaolewa na mtu tajiri sana, na William alimhudumia huyu mwanamke kama malkia, alimdekeza. Miaka nenda miaka kurudi, Rahayu akawa amepata mimba ya Rara. Sasa huyu binti sijui ni nini, lakini alitamani sana kuichoropoa ile mimba, alitamani kuiondoa kabisa ili asizae. Baada ya kuwa amejifungua ndo mtoto Rara mwenyewe, mme wake alitumia muda mwingi sana kukaa na kucheza na mtoto Rara badala ya mke wake. Na baba yake Rara alipenda sana kumuita Rara jina la utani ambalo ni Trinity, jina ambalo tumemsikia Miss Ayu ama Madam Ayu akiwa anamuita Rara. Sasa mtakuwa mmeelewa hapo, kwa sababu yeye alikosa nafasi ya kuwa na mme wake, na mme wake anatumia muda mwingi sana na mtoto wake. Huyo mwanamama akaanza kuingiwa na ghadhabu juu ya mtoto wake, akaanza kumchukia mtoto wake. Siku moja akamwambia kwamba anataka kucheza na wewe, akachukua mpira wa mtoto wake na akawa ameutupa mbali, sehemu ambayo ni hatari kwa mtoto kucheza akiwa mwenyewe.
alafu yeye muda wote alikuwa ni kujipodoa tu. Mtoto Rara akaamua kufuata ule mpira. Sasa sehemu mpira ulipokuwa na mazingira ya mtoto ni hatarishi, lakini kwa bahati nzuri Sugi akawa amefika hapo na akawa amemsaidia huyo mtoto, akampeleka moja kwa moja kwa baba yake, na baba yake alimshukuru sana. Miaka kadhaa mbele, William akamwambia Rara kuwa siku mimi nikifa, shamba lote la Saunders na mali zangu zote zitakuwa urithi wako. Akasema kwamba nimekwisha kuongea na rafiki yangu ambaye ni mwanasheria, tayari atashughulikia nyaraka zote za kisheria. Sasa hili swala lilimkera sana mama yake Rara. Mwanamama Rahayu hakukubali kabisa haya maamuzi, lakini mume wake akasema kwamba kwa nini nikuachie wewe? Kwani wewe unaweza kuendesha chochote ambacho wewe unaweza kukifanya, na unachokijua ni kujipodoa muda wote tu na kuharibu pesa, ndo kitu unachokijua. Rahayu akawa amekasirika sana, akamwambia kwamba usipobadilisha uhusia wako na kuweka jina langu ukatoa jina la mtoto wako, hakika nitamuua Trinley. William akawa amemuuliza, wewe ni mama wa aina gani mpaka kudiriki kumuua mtoto wako wewe mwenyewe? Rahayu akachukua bunduki akamwambia kwamba mimi sitanii, sio kumuua tu mtoto, nitakuua hata wewe mwenyewe. Mimi sijaolewa na wewe kwa sababu ya mapenzi, nimeolewa na wewe kwa sababu ya pesa. Mzee kusikia hivyo, presha kapita naye. Mzee akawa ni shida. Daktari alikuwa amweleza Rara kwamba hali ya baba yako bado inaweza kudhibitiwa, lakini tu ni lazima uhakikishe kwamba mazingira yake yanakuwa salama, asije akapata matatizo zaidi. Daktari jukumu hilo akawa amempatia jamaa mmoja anaitwa Sultani ili amchunguze vizuri baba yake Rara, na huu ndio ukawa ni mwanzo wa vita kati ya mama na mtoto. Siku moja Rahayu akampeleka Rara kwa baba yake ili baba mtu abadilishe uhusia. Mzee William akakataa. Rara akachukua silaha akamwekea Rara, anamwambia mume wake kwamba badilisha uhusia, la sivyo namfyeka mtoto wako mbele yako. Mzee kuona hivyo, kwa uoga akawa amebadilisha uhusia na kuandika jina la huyu mwanamke. Siku moja Rara akiwa na baba yake akawa amemwambia binti yake kwamba unatakiwa kujua kwamba mama yako amekwisha kuuza roho yake kwa shetani. Siku kwenda siku kurudi, siku moja Sultani alipokuwa akimhudumia baba yake Rara akawa amekutana na Rahayu, akamuita kwa siri. Wakati wanazungumza sasa, kumbe binti Rara alifika hapo na akaanza kusikia kila kitu. Rahayu anamwambia Sultani kwamba nina ofa, kuna jambo unatakiwa kulifanya, na ukikamilisha jambo hilo nitakupatia robo ya utajiri wangu. Ni pesa nyingi sana, unaweza hata kufungua hospitali yako wewe mwenyewe. Lakini kabla sijatimiza hili jambo, ni lazima tuhakikishe tunamuondoa kwanza William, kisha tumuondoe Rara, na wewe uwe huru kutumia mali zote. Sasa ni jambo gani tutalijua tu hapo mbele. Usiku huo mzee William akiwa amelala akaanza kusikia mikelele za kilimo mdondoko. Akatazama vizuri, kumbe ni mke wake alikuwa na Sultani hapo hapo. Sasa hili jambo mzee lilimshtua sana kiasi kwamba mshtuko wa moyo uko umepelekea kifo chake. Rahayu akachekelea kishenzi akasema kwamba hatimaye huyu mzee amepumzika kwa amani. Yaani hili jambo alikuwa anamhitaji Sultani ili alitekeleze mbele ya huyu mzee. Mara pa Rara akawa ameingia ndani hapo kama ninja na akapita na kichwa cha Rahayu shui, akakichukua hicho kichwa na akamsogelea Sultani akamwambia kwamba nitakusamehe, lakini ni lazima unioe, kwa sababu ukinioa theruthi ya mali zangu zitakuwa ni mali zako. Sasa hapa tumejua ukweli kwa nini Rara ana kibesi sana kwa huyu mwanaume. Mimi mwenyewe nilitaka kushangaa, mwanaume anatuma viberiti usiku na sio kuombwa, ni kupelekeshwa. Rara pamoja na Sultani waliuchukua mwili wa Rahayu kwa pamoja na kichwa chake, wakaupeleka moja kwa moja kule kiwandani, wakauchimbia kwenye kaburi fulani na kuuzika hapo mwili wake. Sasa walipokuwa wanatekeleza hili jambo, hawakujua kwamba kijana bubu Jaro alikuwa akiwashuhudia na alitazama jambo hilo na aliamua kulifanya kuwa siri, lakini wao hawakujua kabisa. Yusufu, ukweli huu ulimshtua kinoma sana, kwa sababu hawa watu waliomuita kumsaidia wao ndo tatizo. Anaenda kumsaidia nani? Hii ni hatari kwake. Wido akaeleza kwamba tangu tukio hilo hali mbaya ya hewa ilitanda kwenye hichi kijiji. Wadudu waharibifu waliharibu mazao, ugonjwa pamoja na vifo vya wafanyakazi vilisababishwa na Rahayu mwenyewe. Akamwambia Yusufu kwamba uwepo wako ni muhimu sana, kwa sababu wewe pekee ndio unaweza kuvunja kabisa hii laana. Lazima uhakikishe umeunganisha kichwa cha Rahayu pamoja na mwili wake na uvizike tena. Rahayu alikufa saa 8 usiku. Mwili wake pamoja na kichwa kinatakiwa kiunganishwe. Wakati Yusufu pamoja na Jaro wanataka kutoka hapo, mara Sultani akawa ametokea huko alikotokea, akamfyeka kichwa Yusufu akamuua hapo hapo. Aisee, hizi ile hajaenda popote, na akawa amemwamuru Jarwa auzike mwili huo. Wakati huo upande wa nyumbani kwa Rara
akaamka mme wake hayupo hapo. Sasa wakati anamtafuta mme wake, mara Rahayu kichwa chake kilikuwa kimefika hapo kinamuita tereri, nirudishie mwili wangu. Rara akasema kwamba aliyekuwa na ruhusa ya kuniita hilo jina ni babangu mzazi tu na sio wewe Pepo, ulinitesa nikiwa mtoto mdogo. Rahayu akamrusha huyo binti nje ya chumba. Rara akajaribu kutimua mbio, lakini akawa manguka kwenye ngazi. Rahayu akamfuata huku akimdhihaki, akimwambia kwamba njoo tucheze wote, njoo cheze na mama, mbona unaogopa binti yangu? Rara akawa amefanikiwa kuingia kwenye chumba kimoja, akaanza kuweka risasi kwenye bunduki. Mara simu ikawa imeita hapo. Kupokea alikuwa ni Rohim. Binti akaanza kumwomba msaada. Mara ikasikika sauti ya mama yake, "Tring, nirudishie mwili wangu." Na TV ikawa imewaka, ikaanza kumuonesha Rahayu anacheza na kuimba hapo. Mara akaona hiyo haitoshi, akaamua kutoka kabisa nje ya TV. Binti akatoka spidi hapo kutafuta pa kujificha, na kichwa cha yule mwanamama kinaendelea kumsogelea tu, kinampa shida. Kila mahali anapokwenda kinamuomba tu, "Nirudishie mwili wangu." Akamshikilia juu juu, anataka mwili wake. Sasa upande wa Sultani, yeye akawa amefika mpaka sehemu ambapo walimzika Rahayu, akawa amechimbua na akachukua yale mabaki, akaamua kuunganisha kichwa cha Rahayu pamoja na mwili wake ndani ya kaburi moja. Sasa kitendo hicho kilimdhoofisha sana Rahayu upande wa pili, na kabla ya kutoweka kabisa gizani, akamwambia Rara kwamba hii bado haijaisha mpaka iishe. Taa zikawa zimewaka, binti yuko hoi. Baada ya muda, Sultani akawa amerudi hapo na akawa amekumbatiana na mke wake. Baada ya chakula siku huo, wakalewa sana, wakapeana shukrani za kutosha, wanapongezana kwa sababu sasa wametoka mbali sana mpaka kufika hapa, kila kitu kitakuwa sawa. Joko akawafuata hapo na akawaambia kwamba kuna jambo muhimu sana anataka kuzungumza nao. Sultani akamwambia kwamba Joko, mimi pamoja na Rara tunataka kukushukuru wewe kwa msaada wote umekuwa ukitupatia. Joko akamjibu kwamba Jaro tayari amekwisha kunielezea kila kitu kilichotokea. Kisha kwa amemuuliza kwamba je, tunapaswa kuchukua mwili wa Rahayu ili tuuzike kidini ili roho yake ipate amani? Sultani akamvuta Joko pembeni huku akitabasamu, akamwambia kwamba vipi, kesho twende showroom uchague gari lolote utakalolipenda ili uachane kabisa na haya mambo yote, usiseme neno lolote. Joko akamshukuru kwa unyenyekevu tu, akasema kwamba utajiri ni zawadi ya muda mfupi sana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Rara ikabidi kufika hapo, akamsukuma kwamba Sultani pembeni, akasema kwamba ni kweli utajiri ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini kama binadamu unapaswa kujua namna gani ya kuutunza utajiri huo. Kisha akamuonya kwamba kila kitu unachokijua kuhusiana na maisha yetu ni lazima kibaki siri kati yako na sisi, la sivyo kitakukuta kama kilichowakuta wale unaowajua stori zao. Kisha akamweka sawa, akamtengeneza nguo vizuri, wao wakaendelea na mahaba yao. Usiku huo Rara akaenda kujipoza kwenye beseni. Mara mlango wa bafuni uko umefunguka wenyewe. Binti akajua pengine ni mme wake kafika hapo, njoo kipenzi tuoge pamoja kwa sababu tuna siku nyingi sana tujaoga kwa pamoja. Sasa kumbe muda huo mme wake yuko chumbani huko na yeye anamsubiri mke wake. Sasa akiwa hapo, mara akamuona mke wake kasimama pembeni hapo. Mwanaume akajua ni muda wa showtime. Kumbe alikuwa ni Rahayu kafika hapo, akapita naye shwa kama kipanga mpaka nje kwenye dirisha huko, mwili huko chini. So upande wa mwanamama Rara akiwa ndani ya beseni, mara Rahayu akatokeza hapo. Binti akawa ametoka nje kwa hofu, akaanza kumtafuta mme wake kwa sababu alisikia makelele yake. Akatazama dirishani, akaona mwili wa mme wake huko chini tayari amekwisha kuwa mfu. Mara akasikia sauti ya mama yake ikimuita kwa jina la utani, "Trini!" Ikamnyanyua juu kwa juu. Binti akaanza kuomba msamaha, anaomba msaada, baba uko wapi, njoo nisaidie. Mara Joko akawa amefika hapo pamoja na ustazi. Mara moja ustazi akaanza kusoma dua. Rahayu akawa amejaribu kumshambulia kwa hasira, lakini Joko pamoja na wengine wote wako muungana na ustazi kwa ajili ya kusoma dua. Kapiga dua sana, pepo yule akawa amesambaratika kwa nguvu kubwa sana kuonesha ukuu wa Mwenyezi Mungu. Pepo akawa ameondoka kabisa eneo hilo. Bibi yake Rara akawa amefika hapo, yani mama yake Rahayu akafika hapo kwa ajili ya kumtuliza Rara, lakini Rara alimsukuma, hamtaki kabisa huyo bibi. Bibi huyo akiwa na huzuni kubwa sana akakiri kwamba alishindwa kumdhibiti binti yake, yani mama yake Rara alipokuwa mdogo. Mara binti hisia zikawa zimempeleka mbali sana, akajikuta uko pamoja na baba yake katika ulimwengu mwingine. Baba yake anamuuliza binti yake kwamba je, umemaliza hasira zako mwanangu? Mama yako amekwisha kuondoka, wewe kushikilia chuki zidi yake haitosaidia chochote. Rara akiendelea kulaumu, anasema kwamba yeye ndio sababu ya yote haya, mama ndio sababu ya mimi kukupoteza wewe, na mama ndiye mtu aliyekuwa ananichukia tangu nikiwa mtoto. Baba yake akasema kwamba ni wakati wa wewe kuachilia chuki pamoja na hasira zako ili ujifunze kusamehe, kwa sababu baada ya kufanya hivyo utapata amani ya moyo.
kuwa mtu mwema kutavutia mambo mazuri katika maisha yako. Kisha akamkumbatia kwa upendo. Rara pamoja na bibi yake wakahudhuria mazishi ya Rahayu pamoja na Sultani. Lakini walipokuwa wanatoka hapo, kuna polisi walikuwa wamefika hapo na wakamtaka Rara afike kituoni kwa ajili ya mahojiano kuhusiana na kifo cha mume wake. Kituoni Rara akatoa maelezo kwamba tangu waliporudi katika huu mji, mume wake alisongwa na msongo wa mawazo na huzuni sana. Polisi wakawa wamuuliza kama anajua sababu ya hiyo hali. Rara akasema kwamba huenda Sultani alikuwa hana furaha kabisa na hii ndoa, hivyo akaamua kujiua yeye mwenyewe. Kwa hiyo kesi ilikuwa imeishia hapo. Wakiwa njiani kurudi nyumbani, Joko alikuwa amemuuliza Rara kama hayuko sawa, yeye pamoja na Rohimi wawaita wafanyakazi wengine wote warudi kazini hapo, kwa sababu kila kitu kinatakiwa kiendelee kama kawaida. Yaliyokwisha kutokea yamekwisha kutokea. Rara anahitajika kuendesha maisha yake. Walipofika nyumbani, kwa moyo wake wote Rara akaamua kumshukuru Jaro pamoja na Joko, kwa sababu bila hawa watu yawezekana maisha yake yangeishia mikononi mwa polisi tu. Kisha binti akawa amemfuata bibi yake na akawa amemkumbatia. Maisha yanatakiwa kuanza upya. Maisha yanatakiwa kutawaliwa na upendo na sio chuki ndani ya watu. Subscribe, like, comment. Karibu.